Stori inaanza na mrembo mdogo anaitwa Catherine. Anaozeshwa kwa mzee mkubwa kuliko yeye. Usiku wa kwanza, maidi wake Anna ndio anamsaidia kujiandaa kulala. Akiwa peke yake, Catherine anamngojea habi wake Alexander. Jamaa akiingia, anamwambia straight, "Utoki hapa, utakuwa home tu kila siku." Alexander anamwambia Anna amvulie Catherine nightgown, kisha anazima taa, anaenda kulala. Kesho yake, Catherine anatazama nje dirishani tu. Maisha yake mapya ni boring mbaya, hakuna furaha wala kitu cha kumvutia. Kila siku kazi yake ni kuangalia miti, ndege au moto kwa fireplace. Hadi analala hapo hapo. Rutini hiyo inamchosha sana. Siku moja kabla dina iishe, anaamua kuondoka mezani. Babu yake Alexander anaitwa Boris, anakasirika, anamchana live, anamwambia akae macho amgoje habi wake chumbani. Anna anaambiwa na Boris ahakikishe mke wa bwana anatii amri. Baadaye usiku, Alexander anarudi amelewa vibaya. Anamwamuru Catherine aviwe nguo, anamfanya akae anaangalia ukuta, alafu kujishughulikia. Catherine hana nguvu ya kusema kitu. Asubuhi yake, Catherine anamuuliza Boris mume wake yuko wapi. Jamaa anamwambia kuna mlipuko kwenye mgodi wao, Alexander ameenda huko. Anamwambia pia kesho ataondoka kikazi, hivyo Catherine atabaki peke yake kwenye kasri. Babu akishaondoka, Catherine anatoka nje mara ya kwanza baada ya muda mrefu. Anahemea fresh air, anaona kama yuko huru kidogo. Kesho yake, Anna na maid mwingine wanaenda nje. Catherine analala karibu na fireplace. Mara anasikia makelele nje. Akachunguza, anakuta majamaa wa shamba wakiwa wanamtania Anna, wamemfunga na shuka juu kama wananing'inizwa. Mmoja wao, Sebastian, anasema wanapima nguruwe kwa utani. Catherine anakasirika, anaamuru amtoe Anna, anawafokea, anasema kuanzia sasa ye mwenyewe ndio atasimamia kazi zao. Kesho yake asubuhi, Catherine anatoka kutembea, anakutana tena na Sebastian. Jamaa anamtise kidogo, lakini yeye anamwangalia kwa tabasamu la juu juu. Usiku, anasikia mlango unagongwa. Ni Sebastian, anasema anaboeka, anataka kuingia. Catherine anajaribu kumfunga nje, lakini jamaa anasukuma, anaingia ndani. Anamkaribia, anamjaribu kumbusu. Catherine anamvuta nyuma, ghafla wanakiss kwa moto. Kesho yake, Catherine anaamka na tabasamu la kwanza toka aolewe. Kuanzia hapo, yeye na Sebastian wanaanza kukulana kisiri siri kila usiku. Siku moja asubuhi, Anna akiwa msituni kuchuma uyoga, anakutana na Sebastian anapiga raundi na mbwa wake. Anaanza kumwambia utachemka ukicheza na bosi, lakini jamaa anamjibu kwa tishio. Usiku huo, Sebastian anaenda kwa Catherine bila kujua Anna anawachungulia kwenye tundu la mlango. Kesho yake, Anna anaingia kwa Catherine kufungua madirisha. Anasema Boris amerudi kutoka London. Dina. Boris anaomba champagne, lakini Catherine alishaimaliza akiwa na jamaa wake. Anna anakaa kimya, hamchomi Catherine, lakini Boris anamkemea vibaya hadi anamfanya atambaye kama mnyama. Baadaye, Boris anajua ukweli kwamba Catherine anapashana na Sebastian. Anaenda kwa Sebastian, anamchapa vibaya kisha anamfunga kwenye zizi. Catherine akijua, anamwambia amwachilie jamaa. Boris anamchapa kofi. Wanakosana vibaya. Boris anaenda room yake. Catherine anajifungia kwake na kiti mlangoni. Usiku, anamwambia Anna wale pamoja, maana hataki kula peke yake. Wakati wanakula, Boris anaanza kugonga mlango akisema anaumwa. Catherine anamwambia Anna asimfungulie. Baada ya muda, makelele yanakoma. Catherine anamwambia Anna amuite daktari, wakati yeye anakimbia kwenda kumtoa Sebastian kwenye zizi. Daktari akifika, anasema Boris ameshakata roho. Baada ya muda, Catherine anapata barua kutoka kwa Alexander. Anasema hawezi kufika kwenye mazishi ya baba yake. Baada ya mazishi, Catherine anaanza kumuona Sebastian waziwazi. Maidi wanapiga umbea juu ya kifo cha bosi. Anna anajihisi vibaya, maana Boris alikula uyoga aliyouchuma siku hiyo. Catherine anamwambia Sebastian kuwa Anna hawezi kusema chochote, maana afya yake ni mbaya. Catherine anamwambia Sebastian anampenda sana, na hata akifa, ataenda naye mpaka kuzimu. Usiku mmoja Catherine anaamka. Anasikia makelele. Akichungulia dirishani, anaona farasi wa Alexander. Anamuamsha Sebastian haraka. Anamficha chumba cha nyuma. Alexander akiingia, Catherine anajifanya ameamka kwa sababu ya kelele za farasi. Alexander anamwangalia, anaona Catherine amenenepa kuliko zamani. Anaanza kumshuku. Catherine anaenda jikoni kumtengenezea chai. Alexander anamwambia anajua kuhusu usaliti wake.
Anamtishia kumfukuza Sebastian. Catherine anaona mambo yameshajulikana, anaenda chumba cha nyuma, anamtoa Sebastian. Anamweka kitandani, Sebastian akiwa bila suruali, anaenda juu yake. Mbele ya mumewe Alexander, anachukia vibaya. Anamrushia Catherine makofi, wanapigana na Sebastian. Katika vurugu hizo, Catherine anakamata jembe, anamchapa Alexander kichwani, anamtoa roho kabisa. Sebastian anachukua mwili wa Alexander, anaenda kumzika msituni. Ili kuficha ushahidi wa kurudi kwao, Catherine anampeleka farasi wa mumewe msituni na kumuua. Kuanzia hapo, Sebastian anaanza kuteseka kwa kukosa usingizi, lakini Catherine anasisitiza kwamba Alexander ndiye aliyekuwa anataka kumuua kwanza, akidai walijilinda tu. Siku chache baadaye, utulivu wao unavunjika kutokana na ujio wa mwanamke aitwaye Agnes. Anawasili akiwa na mvulana mdogo anayeitwa Teddy, akimwambia Catherine kwamba huyo ndiye mtoto na mrithi halali wa Alexander Lester Jr., ambaye aliwahi kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mama yake Teddy. Catherine anashindwa kuamini, lakini Agnes anamwonyesha nyaraka rasmi kuthibitisha madai yake. Sebastian anaamini mwanamke huyo anadanganya, akisema haiwezekani Alexander kumpa mimba. Hata hivyo, baada ya mvulana huyo kuanza kuishi nyumbani, Sebastian anakataa kuendelea na uhusiano wake wa siri na Catherine. Asubuhi moja, Catherine anapomtazama Teddy akicheza na mfanyakazi wa ndani, anamuona Sebastian akitembea na Anna. Akihisi wivu, anafoka na kutoka nje, ambapo Teddy anaanza kumkera. Akiwa amekasirika, Catherine anamsukuma na mvulana huyo anakimbia huku akilia. Baadaye Maid anakuja kumwambia kwamba Teddy ametoweka. Wote wanatoka kumtafuta na Sebastian anampata karibu na maporomoko ya maji. Akiwa anamwangalia Teddy akiwa kando ya mto mkali, wazo baya linampitia kichwani, lakini dhamira yake inamzuia. Anamrudisha nyumbani, lakini Agnes anamkemea kwa kumwacha mtoto mpaka akaugua. Akiwa amedhalilika, Sebastian anaamua kuondoka kwenye jumba. Anamwambia Catherine kwamba alikuwa na nafasi kamili ya kumuua mrithi wa familia ya Lester, lakini hakufanya hivyo. Catherine anamzuia. Usiku huo, anaingia kwenye chumba ambacho Agnes alikuwa akimhudumia Teddy na kumshawishi apumzike, akisema atamlinda mtoto. Agnes anapotoka, Catherine anamruhusu Sebastian aingie kupitia dirishani. Wawili hao wanamnyonga Teddy hadi kufa. Catherine anakaa kando ya mwili wa mtoto mpaka alfajiri, wakati Anna anaingia chumbani. Sebastian, akijawa na hatia, anakwenda kwenye kaburi la Alexander na kulia kwa uchungu. Kisha anakimbilia tena nyumbani, ambapo Catherine anamdanganya daktari kwamba alilala usingizi mzito, na alipomwamka Teddy alikuwa tayari amekufa. Daktari anapogundua michubuko mwilini mwa mtoto, anauliza kama kuna mtu aliyeingia chumbani. Wakati huo huo, Sebastian anaingia ghafla na kukiri kila kitu, akimfichua Catherine pia. Anawaambia daktari na askari kuhusu mauaji ya Alexander na Boris Lester, ambapo Catherine ndiye aliyemtilia sumu ya uyoga. Catherine anakataa tuhuma hizo, akisema kwamba Anna ndiye aliyekuwa anakusanya uyoga kila mara, na kwamba Sebastian mara nyingi alikuwa akiandamana naye msituni. Anapendekeza huenda Anna ndiye aliyemtilia sumu Boris, kwa sababu siku moja kabla ya kifo chake, mzee huyo alikuwa amempiga Sebastian na kumfunga ndani ya banda. Anna hawezi kuthibitisha wala kukanusha, kwani tangu kifo cha Boris, amebaki bubu na hawezi kuzungumza. Hatimaye wote wawili, Anna na Sebastian, wanahukumiwa kufanya kazi ngumu, huku wafanyakazi wengine wakitoroka jumba hilo. Catherine, ambaye sasa ni mjamzito, anabaki peke yake ndani ya nyumba hiyo kubwa. Asante kwa kutazama muhtasari huu wa filamu. Usisahau kulike video hii, kusubscribe kwenye chaneli, na tuandikie maoni yako kuhusu filamu hii. Tutaonana tena kwenye video inayofuata.